anaswali swala ngapi kwa siku? Na ikiwa anaswali swala 5 kwa siku, ameitoa wapi? Na ikiwa anaswali swala 5, swala ya alfajiri anaswali rakaa 2, ameitoa wapi katika Qur'an? Haipo. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، بإذن الله تبارك وتعالى tutachukua fursa hii kukumbushana kwa yale yanayohusiana na dini yetu ya Kiislamu. Ama kwa hakika Muislamu anatakiwa kila leo awe ni mwenye kujifunza mambo yanayohusiana na dini yake. Muislamu anatakiwa kila fursa anayoipata katika maisha yake awe atajifunza jambo katika dini hii ya Uislamu. Dini hii imejengeka na ilmu, ni dini ambayo imejengeka na ilmu, sio dini iliyojengeka na jahil. Kwa hiyo kama Muislamu anatakiwa asifike na sifa ya ilmu, ya kuitafuta ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, amali nyingi tunazifanya za khairi. Tukikusudia amali za khairi ni nyingi tunazozifanya kila leo, walillahi alhamd. Tunasali, tunafunga, tunatoa sadaqa, tunasaidia wasiojiweza, tunafanya mengi katika ya khairi. Lakini mazingatio ni nini? Ashanu laysa fil amal, mazingatio si katika amal, kufanya amal, walakin ashanu an tuqbala, mazingatio ni wewe ukubaliwe amali zako. Mazingatio si wewe ufanye amali nyingi, mazingatio ni wewe ukubaliwe amali na Allah subhanahu wa ta'ala. Hichi ndio kichwa cha maudhui yetu ya leo au mazungumzo yetu ya leo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Tunapata mazingatio ahibati fillah ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an asema tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye ameumba umauti na uhai, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala,
ili awatahini, ili awapime kati yenu ni nani mwenye amali zilizokuwa njema. Hakusema Allah subhanahu wa ta'ala liyabluwakum ayyukum aktharu amala, ili awatahini Allah subhanahu wa ta'ala ni nani mwenye amali nyingi kati yenu, bali amesema ayyukum ahsanu amala, ni nani kati yenu mwenye amali zilizokuwa njema. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika Qur'an kuonesha umuhimu wa mtu na mja kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amali zake zikubaliwe. Mazingatio si kuzifanya amali ziwe nyingi, bali ni zikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Anaeleza Allah subhanahu wa ta'ala hikayatan an nabiyhi Suleiman alayhi salam, anamwambia Allah tabaraka wa ta'ala, rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Ewe Mola wangu, ni zindue niwe nitakuwa mimi na kushukuru kutokamana na nini? Na neema ambazo umenipa. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, nizindue niwe nitakuwa ni yule ambaye ninashukuru kwa neema ulizonipa, ninashukuru kwa neema ziliyopo juu yangu zitokazo kwako wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala walidayya, na juu ya wazazi wangu wawili. Wa an a'mala salihan tarda, na niwe nitafanya amal iliyokuwa njema, kisha amali zile zitakuwa ni zenye kuridhisha kwako wewe, utakuwa ni mwenye kuziridhia. Amemwomba Allah subhanahu wa ta'ala amali ambazo zitakubaliwa na zitaridhisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ndio Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anasema, kunu liqabuli al-amali ashadda hamman minkum, kunu liqabuli al-amali ashadda hamman minkum bil-amal, kuweni ni wale ambao mutakuwa na hamu kubwa ya kukubaliwa amali kuliko kufanya amali zikawa nyingi. Ni iwe hamu yenu kubwa ni kukubaliwa amali na Allah subhanahu wa ta'ala, sio hamu yenu kubwa ni kufanya amali nyingi. Unaweza ukaingia msikitini ukasali kipembe kile rakaa mbili, ukasimama kipembe kile ukasali rakaa mbili, ukasimama kila kona ya msikiti ukasali sala, ima ni rakaa mbili ni rakaa nne, kwa kadri ya uwezo wako. Haya sio mazingatio ya kwamba wewe ufanya amali nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mazingatio ni wewe uzifanya amali zikiwa zinaridhisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, zikiwa zinakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wako wengi katika watu wanakesha usiku, wako wengi katika watu wanatoa mali zao, wako wengi katika watu wanafanya mengi ya kheri, lakini amali zile hazikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Nini wamekosa watu hawa? Tutakuja kuona ni kipi walichokosa na ikipi kimewafanya wao amali zao nyingi lakini ziwe ni kama povu. Amali zao ni nyingi lakini zisikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha yadullu dalalatin wadhiha, yadullu dalalatan wadhiha, hili linajulisha kwamba au linajulisha dalili ya wazi ya kwamba anna qabula al-amali amrun adhimun shadidun, inajulisha kwamba kukubaliwa amali na Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo kubwa
na ni jambo zito. Wadhalika liasbabi alatiya, nayo ni kwa sababu zinazofuatia. Sasa tuangalie haya tutakayoyaeleza, ndiyo miongoni mwa sababu ambazo zitafanya amali zetu zifanyeje? Zikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa umefanya amali miaka 50, umefanya mazuri miaka 40, umefanya mazuri miaka 20, lakini haya tutakayoyaeleza yakawa yapo kinyume na amali zako, basi tambua ya kwamba umetekeleza amali nyingi ambazo hazina faida mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umetenda amali nyingi ambazo kesho siku ya Kiyama utakwenda kupata hasara, utakwenda kuona amali zile hazipo, utakwenda kuona amali zile Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia umefanya kweli, lakini vigezo, haukuwa na vigezo vya kukubaliwa amali hizo. Hii ni hasara iliyo kubwa sana. Vipi wewe mwanadamu utakuwa unafanya kazi, umeandikwa kazi na bosi wako, kisha ukajitahidi kadri ya uwezo wako ukafanya kazi katika kampuni ama ni mahali popote unapofanya kazi, kisha inapofika tarehe ya kulipwa mshahara, bosi akwambia hakuna kazi umefanya, hakuna lolote ulilofanya. Utahisi vipi katika moyo wako? Utahisi unadhulumiwa. Lakini ukiangalia uhakika ni kwamba zile rules and regulation za kazi, zile sheria na masharti uliowekewa kazini hukuzifuata. Ndio bosi anakuambia kwa sababu ya haya hakuna kitu umefanya, sijaridhika katika kazi yangu. Sasa huwezi kumlaumu kwa sababu ulipokuja kazini alikuambia kazi yangu inataka kadha na kadha na kadha. Umekuja kazini bila uniform na uliambiwa lazima uje na uniform, ukaangaliwa ukawa unafanya wala hauna wasiwasi. Unakuja kazini unapotaka wewe, kwa muda unaotaka wewe, unafanya kazi unavyotaka wewe, kisha bosi anakuambia mwisho wa siku haukufanya kazi unavyotakiwa, hakuna mshahara, ama tutakukatia katika mshahara wako. Ni haki yake, kwa sababu kabla ya kuifanya kazi ile alikuambia yafanye haya, yatekeleze haya katika kazi yangu. Sasa vipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Walillahi almathalul a'la. Vipi katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala uje wewe ufanye tu unavyojua wewe na unavyotaka wewe, kisha utarajie malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha utarajie Allah akulipe kwa amali ulizozifanya kwa ufahamu wako, kwa akili yako na kwa unavyotaka wewe? Hii haiwezekani. Bali kuna mwingine amefanya amal, amefanya ibada kwa vile ilivyoelezwa na vile anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, kisha muje mulipo sawa nyinyi watu wawili. Haiwezekani. Jambo la kwanza ahibati fillah, anna Allah ta'ala la yaqbalu amalan illa idha kana qa'iman ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kwanza, haikubali amali isipokuwa amali ile iwe itasimamishwa kwa kufuata Qur'an, kufuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume alayhi salatu wassalam zilizo sahihi. Anna Allah la yaqbalu amalan illa idha kana qa'iman ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wasallam as-sahiha. Lazima amali yako imma ni amali ya saum, imma ni amali ya sala, imma ni amali ya sadaqa, imma ni amali ya kuamrisha mema na kukatazana maovu, lazima isimame na mwelekeo na mwenendo alioeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an
na alivyoeleza Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi zake zilizokuwa sahihi. Fama lam yakun min alqur'ani was-sunnati as-sahiha, kitakachokuwa hakiko katika Qur'an anafanya mtu bila muongozo wa Qur'an wala sunna zilizokuwa sahihi kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam, fa'amaluhu dhalun au fahuwa amalun dhalun la yuqbal, itakuwa hii ni amali mbovu na haitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukaja wewe kwa kuwa wewe labda unafuata Qur'ani peke yake, na watu ambao yazumuna annahum yattabi'una al-Qur'an, wanadai kwamba wao wanafuata Qur'an peke yake. Sasa akaamka na kusema, Allah anasema katika Qur'an, idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah ameeleza katika Qur'an, munaposimamisha sala, idha qumtum ila as-salah, munapokuja kutekeleza sala, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka kwenye nini? Kwenye visukusuku. Wamsahu bi ru'usikum, na panguseni vichwa vyenu. Wa arjulakum ila al-ka'bayn, na muoshe miguu yenu mpaka kwenye macho ya miguu. Hii ndio hali ya kuchukua udhu. Naam, taban hii ni step ya kwanza ya kusimamisha sala. Sasa umeenda ukatawadha kama ulivyoisikia Qur'ani imesema, kisha Qur'ani ikakwambia wa aqimus sala wa atuz zaka, simamisheni sala na mutoe zaka. Lakini ukipekua hii Qur'an mwanzo mpaka mwisho, hakuna mahali utapata kwamba umefundishwa wewe kusali mwanzo mpaka mwisho. Unasali, una rukuu, baada ya kwenye rukuu unasema nini, unanyanyuka katika kurukuu unasema nini, unasujudu unasema nini. Haiko katika Qur'an. Lazima urudi wapi? Katika sunna ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Sasa huyu ambaye anaifuata Qur'ani peke yake anaswali swala ngapi kwa siku? Na ikiwa anaswali swala 5 kwa siku ameitoa wapi? Na ikiwa anaswali swala 5, swala ya alfajiri anaswali rakaa 2, ameitoa wapi katika Qur'an? Haipo. Isipokuwa mpaka urudi wapi? Katika ahadithi za Mtume alayhi salatu wassalam, ndio utapata imeelezwa swala kwa ukamilifu. Mtume alayhi salatu wassalam ameieleza sala kwa ukamilifu. Kwa hiyo hapo utapata kwamba Qur'an na sunna za Mtume alayhi salatu wassalam ni mambo mawili ambayo yanaambatana, yako pamoja. Ndio Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi yasema, wal jahlu da'un qatilun wa shifauhu amrani fi at-tarkib muttafiqan, nassun min al-kitab au min as-sunnah wa tabibu dhalika alim rabbani. Ibn al-Qayyim asema ujinga ni ugonjwa wenye kuua, ni ugonjwa mbaya. Ugonjwa huu unaua, ugonjwa wa ujinga. Tiba na dawa ya maradhi haya ya ujinga, amrani fi tarkibi muttafiqan, ni mambo mawili ambayo yako sambamba, nassun min alkitabi au min as-sunnah, ni dalili katika Qur'an au kwenye sunna za Mtume alayhi salatu wassalam, bimaana ahadith za Mtume alayhi salatu wassalam zilizokuwa sahihi. Kwa hiyo haya ni mambo mawili ambayo yapo sambamba. Ukitaka kushikana na Qur'an, la budda ushikamane na sunna za Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo amali yoyote ikiwa iko mbali na Qur'an na iko mbali na mafundisho ya Mtume alayhi salatu wassalam, basi amali hii itakuwa ni mbovu na haitokubaliwa, liannahu min ash-shaytan wan nafsi wal hawa, kwa sababu amali hii itakuwa imetokamana na shaytan,
itakuwa imetokamana na nafsi ya mwanadamu mwenyewe na itakuwa imetokamana na matamanio ya mja mwenyewe. Amekaa kaona, kwa kuwa nimefanya amali zote, nishasali, nishafanya dhikri, nishafunga, amali zote ashazifanya katika maisha yake, akaona wacha nikae nitafute amali ambayo maadamu ni nzuri niifanye. Lakini amali ile haikueleza Qur'an wala Mtume alayhi salatu wassalam, amali hii itakuwa haikubaliki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما. Nimewaachia mambo mawili hamutopotea muda wa kwamba nyinyi mtashikamana na mambo hayo mawili. Angalia Mtume alayhi salatu wassalam anasema maneno haya, anasema taraktu fikum amraini, nimewachieni mambo mangapi? Mawili. Lan tadillu, hamutopotea, ma tamassaktum bihima, muda wa kwamba nyinyi mtashikamana na mambo hayo mawili: kitab Allahi wa sunnata rasulihi sallallahu alayhi wasallam, ni Qur'an na sunna au ahadith za Mtume alayhi as-salatu wassalam. Hili ni jambo la kwanza, ili amali zako zikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mazingatio sio amali ziwe nyingi, mazingatio ni zikubaliwe na Allah tabaraka wa ta'ala. Zinaweza kuwa nyingi na zikawa zimekubaliwa, au zikawa zinakubaliwa na Allah tabaraka wa ta'ala, hiyo ni khairi juu ya khairi. Zinaweza zikawa chache na zikakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini khatari na khasara ziwe nyingi kisha zisikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amru ath-thani, jambo la pili, anna al-amala la yuqbalu hatta yakuna ma'rufan 'inda as-salaf as-salih. Amal haikubaliwi mpaka iwe inatambulika na masahaba na salafuna salih, wale wema waliotangulia masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, na wale waliokuja baada yao na waliokuja baada yao. Fala yaqbalu Allahu ta'ala min al-amal au min al-a'mali hatta takuna ala ma kana alayhi as-salaf as-salih qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Allah subhanahu wa ta'ala hakubali amal isipokuwa amali hizi ziwe zitafanywa, amali hizi ziwe zilikuwa zikifanywa na walizitambua masahaba wa Mtume ridwanullahi ta'ala alayhi, wema waliotangulia, tena kwa qaul na amal na i'tiqadan. Awe mtu atayasema mambo ambayo waliyatambua wema waliotangulia, atayafanya mambo ambayo waliyatambua wema waliotangulia, na ataitakidi mambo ambayo waliitakidi wale wema waliotangulia. Wadalilu qawluhu ta'ala: was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar. Allah subhanahu wa ta'ala azungumzia wale waliotangulia miongoni mwa muhajirina na ansar, au kutokamana na muhajirina na ansar. Muhajirina ni wale ambao walitoka Makka wakawa tayari kuacha mali zao, wakawa tayari kuacha jamaa zao kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakafanya hijra pamoja na Mtume alayhi salatu wassalam kuenda Madina. Wal ansar, na maansari ni wale ambao walikubali dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, wale waliokuwa Madina walinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni kabila mbili, al-Khaws wal-Khazraj. Walladhina ittaba'uuhum biihsanin, na wale ambao waliwafuata hao kwa wema, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima amal ziwe zitafanywa
mtu atayasema mambo au ayafanye mambo au aitakidi katika moyo wake yale walioyafanya na kuyafahamu na kuyaitakidi wema waliotangulia. Vinginevyo utakuwa unakithirisha katika mambo, katika amal, unafanya amali nyingi, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hazina faida amali hizo. Walihadha qala Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, Hudhayfa ibn al-Yaman asema kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin alayhi salatu wassalam fala ta'abbaduha, kila ibada ambayo hawajaifanya ibada, hawajaitekeleza masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam, fala ta'abbaduha, musifanye hiyo ni ibada, musifanye hiyo ni ibada. Fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqalan, hakika wale wa mwanzo hawajawacha mambo ya kheri, hawajawacha mambo mema na ya kheri kwa wale wa mwisho na wale watakokuja baadaye, isipokuwa wameyafanya mambo yale au wameyaeleza mambo yale. Kwa hiyo wale waliotangulia, yoyote ya kheri tunayoyatambua sisi na tusiyoyajua sisi, hawajayaacha isipokuwa waliyafanya au waliyaeleza mambo yale au tulifahamisha mambo yale katika dini yetu. Kwa hiyo mtu ni afanye mambo waliyofanya wao au mambo ambayo yalielezwa na wao na walitufundisha wao. Fattaqullaha ya ma'shara al-qurra, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala enyi wasomi na enyi mnaojifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khudhu tariqa man kana qablakum, na muichukue njia ya wale waliokuwa kabla yenu. Jambo la tatu, anna al-amala la yuqbalu hatta yakuna sahibuhu muttaqiyan fihi, haikubaliwi amali mpaka mja awe katika amali ile anaifanya akiwa anamcha Allah subhanahu wa ta'ala, anaifanya lillahi tabaraka wa ta'ala. Wadalilu qawluhu ta'ala innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin, na dalili ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala asema hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala anakubali matendo ya wale wema au amali ambayo imewekewa takwa ndani yake, kama alivyosema al-Imam As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi, ay fi dhalika al-amal, mtu awe katika ile amali anaifanya akiwa ana takwa, akiwa ameifanya ile kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yuqbalu Allahu salatan wala siyaman wala zakatan wala ghayraha hatta tuf'ala bittaqwa. Allah subhanahu wa ta'ala hakubali sala ya mja wala funga ya mja wala zaka ya mja wala ibada yoyote ya mja isipokuwa ibada ile ifanywe kwa ucha Mungu, bifi'li alwajibat walmustahabbat, awe atafanya yale ya lazima na yale yaliyopendekezwa, imtithali liawamiri Allah au liamri Allah wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam, aifanye kwa kujifananisha na kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala na za mtume alayhi salatu wassalam, wa bitarki almuharramati walmakruhati khawfan min iqabihi alalim, na awache makatazo yale yaliyoharamishwa na yale yaliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, khawfan min iqabihi alalim, kuogopa adhabu ya Allah tabaraka wa ta'ala iliyokali. Usiwe unawacha kuzini, unawacha kuiba, unawacha kuzini kwa sababu unaogopa kupatwa na ukimwi, unawacha kuzini kwa sababu unaogopa naweza kwenda kule yakatokea labda nikashikwa, ukaogopa labda kuna maradhi yakakupata, ukawa wewe unaogopa kuacha madhambi kwa ajili ya madhara utakayoyapata katika yale madhambi. Hapa bado hujawacha kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukawacha wewe
mambo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Unaogopa kuiba au unawacha kuiba kwa sababu utashikwa na kupigwa na kuuawa. Haujawacha kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni uwache kwa ajili ya kwamba unaogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa unaiwacha dhambi na maasiya kwa ajili ya maradhi, utaambiwa kuna njia ambazo ukizitumia hutopata nini? Hutopata maradhi, utabidi uzifanye zile njia zile. Ukiwa unaogopa kufanya maasiya kwa sababu utaonekana, utashikwa, utakwenda sehemu ya mbali kuyafanya maasiya kwa ajili ya nini? Usionekane na watu, kwa ajili usishikwe, ukawa unaenda kuyafanya maasiya mbali kabisa, sehemu ambayo hutojulikana. Lakini ikiwa unawacha kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, hata zikaja sababu za kukufanya wewe usipate maradhi, hazitokubabaisha, kwa sababu umewacha kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah. Umeogopa kwa ajili ya adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Ndio Allah subhanahu wa taala asema, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min, mwenye kufanya amal akiwa yeye ni mwanamume au mwanamke kisha awe ni mu'min. Malu shahid mu'min, yani umewacha amal, ushawacha amal kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, ukawacha na ukafanya mambo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala kwa ucha Mungu, Allah takubali amali yako. Jambo la nne ni kwamba Allah subhanahu wa taala haikubali amal, la yaqbalu Allahu anna al-amala la yuqbalu hatta yakuna sahibuhu mu'minan haqqan inda al-amal, awe ni mu'min wa kweli katika amali yake. Ndio hiyo aya tuliyotanguliza, Allah sema man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min. Malu shahid, awe ni mu'min, hafanyi mja amal, awe na jinsia ya kiume au ya kike, kisha ni mu'min. Allah sema falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, tutamuhisha, tutampa maisha yaliyokuwa mazuri na maisha ya kupendeza. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kisha tutawalipa malipo ya mema yale waliokuwa wakiyafanya. Kwa hiyo lazima awe ni mu'min anapoifanya amali, mja awe ni mu'min wa kweli. Unaifanya amali ile ukiwa na imani, wadhalika biijtima'i al-imani fi al-amil, kukusanyike imani kwa yule nani? Mwenye kufanya ile amali, qawlan wa amalan wa niyya, kwa kauli na kwa amal na kwa nia yake, ma'a ittiba'i sunnati rasuli sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kufuata sunna ya mtume alayhi salatu wasalam. Kama qala Sufyan ath-Thawri rahimahullahu ta'ala, kama alivyosema Sufyan ath-Thawri, kana al-fuqaha yaqulun, fuqaha walikuwa wakisema, la yastaqimu qawlan illa bi'amalin, haiwi sawa kauli ya mtu isipokuwa kwa amal. Wala yastaqimu qawlun wa amalun illa biniyya, na haiwi sawa kauli na amal paka kwa nia. Wala yastaqimu qawlun wa amalun wa niyya illa bimuwafaqati sunna, na haiwi sawa kauli ya mtu na amali ya mtu na nia ya mtu paka ziwe zitafikiana na sunna za mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo ni mja kuwa sawa sawa katika amali zake, ni mja asibahatishe katika amali zake. Kwa hiyo mazingatio, ndugu katika imani, sio tufanye amali zilizokuwa nyingi. Mazingatio ni tufanye amali zinazokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na tuwe tutamuomba Allah tabaraka wa ta'ala azitakabali amali zile. Unaweza ukawa wewe unazunguka, yani mchana mzima unazunguka umeshikilia tasbih, unamsabbi Allah, uko hapa, Allahu a'lam, unamsabbi Allah kweli ama unazungusha tu ile tasbih? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Lakini tujalie kwamba kweli unamsabbi Allah,
unazunguka siku kutwa uko hapo. Lakini kuna mja wa Allah, yeye anamsabbi Allah wakati wa sala au baada ya sala, akimaliza sala analeta adhkar, anamtaja Allah tabaraka wa taala, kisha anafanya mambo yake, anakumbuka tena kufanya adhkari wakati wa sala. Ikiwa wewe unaishinda siku nzima ukiyafanya haya, ukimtaja Allah, ukifanya kadha na kadha, lakini kumbe yale unayoyafanya na njia unayotumia sio njia sahihi aliyofundisha Mtume alayhi salatu wasalam, utambue amali zako zile hazikubaliwi na Allah tabaraka wa taala. Ndio Mtume alayhi salatu wasalam asema kuna watu siku ya kiyama watakuja mbele ya Allah tabaraka wa taala, watadai ya kwamba wao walisoma Qur'ani katika mgongo wa ardhi. Wataambiwa na Allah tabaraka wa taala, qara'tumul Qur'an, ulisoma Qur'ani kweli? Ili watu waseme nyinyi ni wasomi wazuri, nyinyi mna sauti nzuri ya kusoma Qur'an. Mulisoma na mulisemwa na watu walishasema huko duniani tayari, malipo yenu mshapata. Si mulikuwa nyinyi mnataka kusemwa kwamba mnasoma Qur'ani vizuri, mnajua kusoma Qur'ani, mna sauti nzuri, watu walishasema, hayo ndio malipo yenu. Hakuna mtakachokipata hapa mbele ya Allah tabaraka. Kuna watu walipigana jihad, wanaenda kupigana jihad, wanaambiwa nyinyi mlipigana jihad ili muonekane mna nguvu, msemo kwamba fulani ana nguvu, fulani anaweza. Mshasema, mshasifiwa na watu. Sasa hakuna chochote mtakachokipata mbele ya Allah tabaraka. Ni khasara mbele ya Allah. Mja aje siku ya kiyama alikuwa na amali nyingi, lakini amali zile ziwe kama povu, zisikubaliwe na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ndugu katika imani, mambo ambayo yanatakiwa Muislamu ashikamane nayo unapofanya amali, iwe ni khalisan lillahi tabaraka wa taala. Unaifanya kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kisha iwe amali ile imefundishwa, Mtume alayhi salatu wassalam amefundisha, na umeifanya kwa ufahamu waliofanya wema waliotangulia, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Kisha jambo la tatu, uwe na imani katika amali ile unayoifanya, ili uweze kukubaliwa amali yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah tabaraka wa ta'ala kwa haya machache, Allah takabalie na Allah tujalie ni wale ambao watafanya amali ambazo zitakubaliwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie hamu yetu iwe ni kukubaliwa amali, hamu yetu si kukithirisha mambo mengi ambayo hayatokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wal afwa minkum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.